nikoshtue tu, kuna taarifa moja nilipata ikanishtua, ilikuwa inasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa akalifia. Ile ilitaka kusababisha niairishe, sababu ilikuwa ni taarifa ngumu sana kwangu. Yani maana yake niwe tayari kufa kwa ajili ya mke wangu. Hiyo ni taarifa mpya kabisa ambayo ilinishtua. Kwa kumbe naenda kwenye ndoa nimpende huyu na niwe tayari kufa kwa ajili yake. Jamii inatufundishaje? Jamii inaongea hivyo kweli? Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Karibu tena kwenye kipindi chetu hiki. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha, na leo hapa ulingoni nipo na Mwalimu Abogast Kanuti. Huyu kwa wale wanaofuatilia kipindi hiki wanajua kwamba si mwalimu mgeni kwenye jukwaa hili. Amekuwa akija mara kadha wa kadha kutufundisha na kutupa nondo mbalimbali. Na leo nimemuita Mwalimu Kanuti. Yeye ni mwandishi wa vitabu, lakini ni personal development coach, marriage and relationship counselor, na pia ni mkufunzi wa makampuni, corporate trainer. Sijui nimepatia hapo Kiswahili namna gani, lakini haya yote anafanya yeye. Nimemuita kwa sababu gani? Nimeona kitabu chake hiki cha Who Told You kimenivutia sana, kwa sababu moja ya kitu napambana nacho kupitia Fix You ni kutoa taarifa sahihi na maarifa sahihi, kwa sababu naamini mtu ukipata taarifa sahihi una uwezo wa kufanya maamuzi mazuri kama ukiwa na ground ya taarifa sahihi. Kwa hiyo Who Told You ni kitu ambacho kinapingana na taarifa ambayo sio ya kweli. Kulingana na nini atatuambia Mwalimu Kanuti. Kwa hiyo ni kitabu kizuri ambacho nimekiona wana Fix You tutafaidika nacho, kwa sababu kuna taarifa nyingi tunazo ambazo chimbuko lake hujui wewe ni nani anakuambia nini, unachukua unabeba kila kitu. Kwa hiyo nimeona nimuite mwalimu hapa atuweke sawa kwenye hilo eneo. Tutazungumzia taarifa ulionayo wewe, kwamba wewe ni maskini, nani alikuambia, mimi sijui. Nani alikuambia wewe ni mjinga, mimi sijui. Aliyekuambia kwamba kazi kupatikana ni ngumu, nani alikuambia, sijui. Ni kweli ni uongo, mwalimu atatuambia. Nani alikuambia uwezi, mimi sijui. Nani alikuambia ndoa ni ngumu na ni sehemu ya matatizo, I don't know who told you. Lakini pia nani alikuambia kusubiri mpaka ndoa haiwezekani, nani alikuambia. Nani alikuambia maombi ni kwa wale tu wenye matatizo. Kwa kama hauna matatizo basi kuomba wewe kushine. Umeona, vyote hivi ni vitu na ni kweli ukiangalia viko kwenye jamii yetu. Lakini nani alikuambia? Wewe tumsikilize Mwalimu Kanuti. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Sasa nimekutambulisha kicorporate zaidi. Labda utuambie mwalimu status yako. Nashukuru sana. Kwanza namshukuru Mungu kupata nafasi tena. Ndiyo. Ya kuwa kwenye hichi kiti. Tulikuwa na wewe nadhani miaka miwili. Kama miwili imepita. Na nichukue nafasi hii kabisa kukupa pole kwa changamoto ambayo ulipitia. Nashukuru. Kuondokewa na mpenzi wako, mume wako ambao pia alikuwa na mimi rafiki yangu. Nashukuru sana. Lakini kikubwa umefundisha jamii mambo mengi sana, kwamba namna ya kubeba changamoto ambazo tunapitia. Umekuwa chanya, umekuwa positive, na umeweza kulikubali hilo jambo. Na mpaka sasa unaendelea vizuri. Pole sana. Nashukuru. Yes, na hongera kwa Fix You edition mpya. Asante. Basi kama alivyosema Irene, naitwa Mwalimu Kanuti. Na amenitambulisha hapo, ni mtumishi wa Mungu, mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wa masuala ya kijamii, soft skills zote. Ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Life Rise Academy, ambayo inadili sasa na hayo mambo ya personal development kwa vijana wa vyuo vikuu vyote. Tunafanya Tanzania, East and Central Africa. Yes. Hapa mwezi huu tuna vijana tunakusanyika kutoka kwenye nchi kama 8.
Okay. Tunakutana nao kwa ajili ya empowerment, kubadilisha fikra zao na kuwasaidia kuweza kujitambua. Yes. Kwa hiyo nimekuja hapa, mmenialika kwenye Fix You, naamini kuna mambo tutayafix vizuri ili tuweze kwenda vizuri. Yeah. Kwa hiyo mwalimu, labda utuambie nini kilikusukuma kuandika hii Who Told You? Chimbuko lake ni nini? Asante, swali zuri sana. Kitabu cha Who Told You ambacho kiko kwa Kiswahili na Kiingereza, chimbuko lake sana nilikuwa nataka nipambane na taarifa. Yeah. Taarifa ambazo tunazisikiliza kila siku. Yes. Na nilitaka jamii iweze kuelewa nguvu iliyoko nyuma ya taarifa yoyote ambayo unaisikia. Taarifa yoyote unaisikia, yoyote, watu wa media mtajua vizuri, nyuma yake kuna picha fulani wanataka waijenge kwenye jamii. Taarifa yoyote unaisikia, iwe habari, iwe movie, mradi kuna taarifa, kuna picha wanataka kutengeneza fulani kwa watu. Na nimejaribu kuelezea mahali fulani, tutakuja kuona kwamba taarifa au media inaweza ikamshape mtu mbaya kwa mzuri, na mzuri kwa mbaya. Media inaweza, ni taarifa. Yes. Inaweza ikamtengeneza mtu mbaya kabisa na ikamtengeneza ikawa mtu mzuri. Kwa hiyo nimekuja na swali la Who Told You. Ni swali nikitaka kutafakarisha, na lengo kubwa nataka nipambane na fikra na mambo tulioyaamini, kwa sababu chochote unachokiamini sasa hivi inatokana na taarifa fulani ambayo umeisikia. Kwa hiyo mimi nakuja ku question hiyo taarifa, unaijua imetoka wapi? Na kwa wale wanaofuatilia mambo ya Biblia, ni swali ambalo Mungu alimuuliza Adam na Eva. Hao ni wazazi wetu wa kwanza, wanajua, kwa Wakristo nadhani hata Waislamu. Walikuwa kwenye bustani ya Edeni, amewaweka, anawatembelea vizuri, mambo ni mazuri, lakini kuna siku ameenda akamuuliza uko wapi? Akamwambia nilisikia sauti yako nikajificha kwa sababu niko uchi. Akamwambia who told you that you are naked? Kuna taarifa fulani umezisikia ambazo mimi sijakuambia, ndio zimekufanya ujione uchi. Kwa hiyo ndio lilianza hapo. Nikataka kuonyesha kuna taarifa nyingi ambazo tunazisikia bila kujua zinatufanya tujione uchi. Uchi unayozungumzia hapa sio mavazi. Kuna taarifa unaweza kaisikia ikakuona huko uchi wa uwezo, ikakuona huko uchi wa akili, ukajiona uwezi kufanya jambo lolote. Ni taarifa ambazo tutakuja sasa kwenda ndani zaidi kama ambavyo umesema. Kwa hiyo ndio lengo la kuandika kitabu. Nataka, unaona hapa kwenye cover nimeandika breaking the chains of false information, kuvunja taarifa potofu ambazo tumezijaza. Kwa hiyo chochote ambacho umekisikia, au unaweza ngasema wewe ni product ya taarifa ambazo umezisikia toka mdogo. Ni kweli. Wewe ni matokeo ya taarifa mbalimbali ambazo umezisikia, ndio zinakushape mpaka unavyowaza, mpaka unavyoangalia kazi, mpaka unavyoangalia maisha, mpaka unavyoangalia mahusiano ya watu. Ni taarifa ambazo umeendelea kuzisikia. Zinaweza zikawa formal au informal. Zile ambazo umejifunza darasani au umezisikia kutoka kwenye media. Na niliweka hivi zaidi na nimeelezea sasa hivi nchi inaendeshwa na media, sana sana hizo social media. Kuna watu wanapata taarifa nyingi sana kwenye Instagram. Kuna taarifa nzuri na mbaya. Kuna watu wanapata taarifa nyingi sana kwenye Facebook, Twitter. Lakini wengi vijana hawajui kuzichuja. Sababu kwa walimu wako wengi sana. Ukija kwenye mambo ya mandoa wako wengi. Kwa hiyo nimekuja kuuliza who told you? Nani amekuambia hicho unachokiamini? Unajua source ya hiyo taarifa? Sababu taarifa zinakuja kutengeneza image, picha fulani. Hiyo picha inaweza kukuletea hofu, mashaka au ikakupa ujasiri na vitu kama hivyo. Yeah. Sawa, sasa tuanze fixing. Yeah. Katika moja ya kitu ambacho umekidadavua kwenye kitabu, ni kwamba kwenye hii taasisi ya ndoa kuna, nadhani ulijua nitaanzia hapo, hata hivyo najua eneo lako hilo. kuna hii kitu jamii inaamini, asilimia kubwa ya jamii inaamini kwamba ndoa ni sehemu, ndoa ni ngumu na ni sehemu, yani ukiingia manake umekaribisha matatizo. Na watu wengi ukiongea nao, hata walioko kwenye ndoa, still mtazamo ni huo. Kana kwamba
ndoa nzuri labda hamna, ama ndoa si kitu cha kufurahia. Kwa hiyo nimefurahi kuona kwenye kitabu chako umeuliza nani alikuambia ndoa ni ngumu? Nani? Sasa mtazamo wako wewe ni hupi kwenye hili swala? Okay. Ni swali zuri na nimefurahi umeanza hapo kwa sababu najua ni fix yako, unapendaga sana kusaidia jamii kwenye hilo eneo. Nimeiweka hiyo na ilikuwa ni kama ni chapter kama ya mwisho hivi. Lakini sijaiweka kwamba kwa mwisho kwamba ndio mbaya. Sababu of course kwa najua kuna vitabu vya ndoa nimeviandika na vinakuja. Kati ya eneo ambalo binafsi nalifanyia kazi na nawasaidia watu wengi ni eneo la ndoa. Ndiyo. Na nasikitika kadiri siku zinavyokwenda, taarifa kuhusu ndoa zinazidi kuwa mbaya kwa vijana. Watu wanapata taarifa ambazo sio sahihi. Nitaweka vizuri. Watu wanapata taarifa sio sahihi. Kwa hiyo wengi wanaanza kuchukia ndoa na inatokana na taarifa. Nitaelezea. Yes. Mtazamaji wangu, ndoa ni institution ambayo alianzisha Mungu. Hatujaanzisha sisi. Ni Mungu ndo alianzisha. Na tunaamini kabisa Mungu hawezi kuanzisha kitu ambacho ni kibaya. Yaani hawezi kuanzisha kitu ambacho ni kibaya. Na kwenye kitabu nimejaribu kuelezea historia yangu mimi mwenyewe. Sorry, itarekodiwa hapa lakini ukweli ndio kwamba mimi nililelewa na mama. Baba yupo, of course mpaka sasa yupo. Lakini nililelewa na mama. Baba aliondoka, akamwacha mama. Tukalelewa na mama watoto 11. Ni mtoto wa 8. Peke yake. Peke yake. Kwa hiyo sikuwa na picha nzuri kuhusu ndoa toka mdogo. Kwa sababu nimelelewa na mama tu kwa Simoni baba, lakini akaja akarudi, mimi niko chuo kikuu. Sikupenda pia ndoa za kaka zangu na ndoa za watu wengi nilivyokuwa naona kwa sipendi. Yani ilikuwa sifurahi. Unaona? Ilikuwa sifurahi, yani aina ya ndoa. Unaona watu wanapigwa, watu wanarushwa nyumbani. Sasa nasema ndoa hivi kweli Mungu katupa hili jambo ili tuwe hivi? Kwa mimi binafsi, na nimeelezea vizuri na kuna vitabu vingine nimeelezea, nikaanza kufanya research. Nadhani it was 2008. Najiandaa kuoa. Nina mchumba wangu. Niko masomoni. Nikaanza kusoma nielewe source ya ndoa. Nipate taarifa sahihi kuhusu ndoa, sehemu ninayokwenda. Kwa hiyo nikasoma, mimi ni Mkristo nimesema, nikasoma Biblia yote, hakuna mstari unaoongelea ndoa ambao sijausoma. Hiyo ni 2008. Nataka nipate taarifa sahihi kuhusu ndoa. Nikajifunza mambo mengi sana ambayo sijayaona kwenye jamii, ambayo jamii haisemi, ambayo sikuona kwa baba yangu, sikuona kwa ndugu zangu, sikuyaona, lakini nimeona kwenye Biblia. Lengo ilikuwa nione mwanzilishi wa hii institution, mwanzilishi wa hili jambo anasema nini kuhusu ndoa. Sio watu wanasema nini. Sababu changamoto iliyopo kwa mfano, watu nimeandika mahali hapo, watu anaenda kujifunza, anamuuliza kuna watu kwenye magazeti antisui nani au nani, mtu anamuuliza kuhusu ndoa huyo mtu. Hajaanzisha ndoa, inaweza ikawa ndoa yake imevunjika, inaweza ikawa hajui chochote. Kwa nini tusiende kwa manufacturer aliyotengeneza institution, nipate taarifa sahihi? Kwa hiyo nikapata taarifa sahihi kuhusu husband, mme ni nani, mwanamke ni nani. Na nikaenda zaidi kumsoma mwanamke. Nadhani nilizimiaga kipindi kile nikamstudy mwanamke nimuelewe, kwa sababu naenda kukaa naye kibiblia nipate taarifa. Nikostue tu kuna taarifa moja nilipata ikanishtua, ilikuwa inasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa akalifia. Ile ilitaka kusababisha niahirishe, sababu ilikuwa ni taarifa ngumu sana kwangu. Yani maana yake niwe tayari kufa kwa ajili ya mke wangu. Hiyo ni taarifa mpya kabisa ambayo ilinishtua. Kwa kumbe naenda kwenye ndoa nimpende huyu na niwe tayari kufa kwa ajili yake. Jamii inatufundishaje? Jamii inaongea hivyo kweli? Jamii haisemi hivyo. Kwa hiyo changamoto tulionayo, nafanya big party sasa hivi sana, nafundisha big party vijana wengi. Nataka niwape taarifa. Na uwezi amini Irene, nafanya counseling nyingi za ndoa. Ukweli watu hawana taarifa sahihi ya ndoa. Na sorry to say, sana sana si wanaume. Hawana taarifa. Yani unakaa unamuuliza mtu yuko kwenye ndoa miaka 10, miaka 8, hajui nini maana kuwa mwanaume. Na ameoa.
hajui nini maana ya kuwa mwanamke, hana taarifa. Sasa kwa hiyo taarifa wengi sasa tunachokuja kukidisplay, kukionyesha hivi kwenye jamii, ndoa ni mbaya, ndoa haifai, ukiingia kwenye ndoa umeingia kwenye mateso. Nimeona juzi mtu anasema hakuna mwanaume ambaye hachepuki. Hakuna hamna mwanaume ambaye anarisika na mke mmoja, wanaume wote wanachepuka. Sasa hizo ni taarifa ambazo tuna vijana na wanawake tunakubaliana nazo, kwamba hakuna mwanaume ambayo asiyechepuka. Hizo taarifa tumezitoa wapi? So hii ndio ni shida ambayo ipo. Kwa hiyo nilitaka kuja kuuliza wewe, unachokisema hicho, kama ni Muislamu, dini inafundisha hivyo? Yani hiyo taarifa wewe umeitoa wapi? Kama ni Mkristo, dini yako inafundisha hivyo kwamba ndoa ni mbaya, kwamba muoane, mpigane? Sasa utakuja kuona ukiwapa watu taarifa sahihi, tunakuwa tuna solve matatizo mengi sana. So watu wengi hawana taarifa sahihi kuhusu ndoa, wana taarifa potofu. Na ni kama kuna mtego, kuna biashara inaendelea sasa hivi ya kuharibu hii taasisi, na nimependa ulivyoanza nayo. Vijana wengi sasa hivi wanaogopa kuoa kwa sababu ya taarifa. Wengi hawajapata taarifa za watu kama sisi, kwamba inawezekana kuishi na mke wako. Mimi na miaka 16 sasa ya ndoa. Wow. Na miaka 16 bado mdogo. Of course kuna watu hapa najua watakuwa na miaka mingi zaidi yangu, wengi nawafahamu. Lakini 16 yenyewe ninashangaza kwa generation hii. Mimi na 16, mke wangu angekuepo hapa angekuwa shahidi kama hata kuna siku kuna kupishana kwa kawaida hivi, ila kwamba nimeona ndoa haifai, ndoa ni mbaya. Jamani, wanayenifahamu wanatujua, au wanayetujua wanajua ndoa ni furaha. Nadhani tulikutana hata wewe na mume wako kipindi fulani kule. Ni furaha, ndoa ni jambo jema. Wadogo zangu mnayenisikiliza, hebu pateni taarifa sahihi juu ya ndoa. Usiende kwa mtu ambaye hana taarifa. Mimi nakuta unafanya counseling na mtu ana ndoa miaka 24. Hajui chochote. Yani hajui nini maana ya mume, hajui nini maana ya husband, hajui nini, hajafundishwa, hana taarifa sahihi za malezi, hana taarifa sahihi za mke akiwa mjamzito, tabia zinavyobadilika, hana taarifa za utofauti uliopo kati ya mwanamke na mwanaume, hana taarifa mwanamke anavyowaza, alafu anaingia anasikia. Tena utakuta wanasema, kuna taarifa wanasema hivi, wanawake hao wanatania vijana, nikiposti wananiambia, wao wajui wanawake wanapenda pesa. Hawajui. Yani unamwona huyu mtu hana taarifa sahihi, hajui hata mwanamke anapenda nini. Matajiri wote au tunayowaona kina nani ndoa zao zimevunjika, wana mapesa, pesa nyingi, Bill Gates nani, wote ndoa zimevunjika. Sio it's not about money. Ni taarifa. Kwa hiyo pata taarifa sahihi kuhusu ndoa kabla hujaanza hujachukua taarifa ambazo ni potofu. Kwa hiyo kitabu hiki kinalenga kuvunja taarifa zote ambazo ni potofu. Sawa. Mwalimu, labda kabla sijakimbilia kwenye bullet nyingine, nikuulize tu kwamba unadhani hasa msingi wa kujenga ndoa imara ni vitu gani vya kuzingatia? Naweza nikasema swali lako zuri sana. Kwa utafiti wangu mfupi tu, alafu nijibu swali lako. Labda ungeliuliza hivi, nini sababu ya ndoa nyingi kuvunjika? Alafu nitakuja kwenye msingi. Nini sababu ya ndoa nyingi kuvunjika? Kwangu mimi zinaweza zikawa sababu kama 3-4, lakini ya kwanza ni lack of information. Hakika. Yani hiyo kwangu ni namba 1. Ukosefu wa taarifa sahihi juu ya ndoa. Watu wengi wanaingia na ndoa, kuna watu wanasema, nitasema kwa Kiingereza nitatafsiri. Many people enter into marriage with high expectations but with low preparations. So anaingia ndoa na matarajio makubwa lakini maandalizi kidogo au hamna kabisa. Ukija kuangalia, wengi wanaanza maandalizi ya ile sherehe. Kwa hiyo MC mzuri atamjua, ndio, viatu vizuri, sehemu ya kwenda honeymoon, hizo taarifa anazo, ila hana maandalizi ya ndoa, ana maandalizi ya wedding. So information, kwangu mimi lack of information ambayo inasababisha ndoa nyingi kuvunjika. Kwa sababu nimeangalia, yani mimi nimedeal na vijana hapa na wengi watanifuatilia wanajua, wamegombana kabisa. Huyu ametoka kwake, wakaja nikaongea nao, wakarudi wakaenda nyumbani. Sio mdogo, mwaka jana walikuwa zinazidi 10-20. Na wala sijafanya kitu kipya, nimempa information.
akamuelewa mwenzake, kumbe sasa wengi wanaingia kwenye ndoa, alimwangalia baba yake alivyokuwa anaishi na mama yake. Umenipata? Hajaenda kwa manufacturer, kwa sababu sisi hatujajiumba. Hii ndoa, hii taasisi kuna aliyoiweka. So misingi mizuri, pata taarifa sahihi kwanza za kwako, jitambue wewe kama mwanaume, pata taarifa sahihi za mwenzako, alafu ufanye maandalizi. Huwa tunasema ukitaka kuwa engineer unasoma miaka 4, afu unaenda miaka 2 unakuwa registered expert. Ukitaka kuwa mwanasheria kama ndugu yangu hapo, miaka 4 unaenda law school 2 years, una practice kwanza kwenye firm alafu unaenda, si ndio? Kwa hiyo ukiwa kwenye ndoa umejiandaa wapi? Umejiandaa. Mapadri wanaenda miaka 10, wachungaji si miaka mingapi? Ndoa umejiandaa. Kwa hiyo Irene, nakumbuka ndoa unapewa cheti. Unaona, unapewa cheti kabla. Kwa hiyo maana yake unaambiwa mtihani utaukuta huko. So issue ya taarifa. Yoyote wewe fanya hivyo tu. Kwenye wale maandalizi yako ya harusi, hebu weka na package ya kutafuta taarifa. So utakuta mtu anaoa hajasoma hata kitabu kimoja cha ndoa. Hata kimoja. Tena mwanaume unaenda ukana na mwanamke simple but complex. Simple but complicated. Hisia, wanasema ubongo wake umejaa hisia wote. Alafu unaenda kukaa naye, huna maarifa. Akikwambia, nilikuwa namtania mtu jana, akikwambia nimekuchoka naondoka, hamaanishi nimekuchoka naondoka, na maanisha nimekumisi. Ndio anachomaanisha, unipi time. Huwa tunasema the opposite. The opposite. Wewe unajua, unaanza kusema ndoa mbaya, wanawake wote wabaya. Siongei hapa kukumotivate. Wananifahamu, wanajua mimi nimesaidia wengi, wangeweza kusema hata kwenye comment watasema. Hatujatoa kitu kipya, tumetoa taarifa. Hata wakija kwangu, mimi wasitakai wanaambia matatizo yao kwanza. Nafundisha kwanza. Nafundisha. Alafu baada hapo hostage. Baada hapo issue nini? Wanakuja kuona majibu, kumbe ndio hivi. Kwa hiyo ndicho ambacho nasema, misingi, pata taarifa sahihi. Naomba achana na hizo taarifa unazozipata YouTube, Instagram, Facebook. Ni nzuri, hebu zichuje, unajua source yake imetoka wapi. Usipojua, na sorry to say, hata sasa hivi hii taarifa, kuna taarifa sasa unazisikiliza kwa mfano kwa mtu fulani, alafu unaanza kumuona mwenzako hatosheki, yupo kama ni taarifa hiyo. Ni taarifa. Yaani kuna taarifa umeisikia kwa wenzako, ikaingia kichwani, ndio ile na kuona who told you that you are naked. Nani amekuambia uko uchi? Kuna taarifa ukiisikia unajiona uko uchi kwa mwenzako. Unamwona mbona yeye anifanyii kama fulani, kama nilichokisoma kwenye Facebook. Hujui labda ule ni motivational to speaker, au hujui anapita changamoto yenyewe. Kwa hiyo angalia source ya taarifa zako. Sawa. Alright. Kwa hiyo hapo msingi ni upi? Msingi ni taarifa sahihi. Taarifa sahihi na preparation, maandalizi. Maandalizi nini? Unapofanya maandalizi unapata taarifa. So tunapoenda chuo, ili uwe accountant lazima uwe na taarifa nzuri kuhusu, si ndio? Uwe mchumi, utakuwa na taarifa sahihi kuhusu uchumi. Sawa? Sasa kwenye taarifa, kipengele cha taarifa, juzi hapa nilifanya interview na dada mmoja. Nikawa nimemuuliza swali kwamba je, wewe utakubali kuolewa na mwanaume asiye na pesa? Huyu dada ni mwelimishaji kwenye masuala ya fedha. Very smart. Akasema mimi bwana, no. Mwanaume asiye na pesa, mimi hapana, na mawazo yake yanafaa kuheshimiwa. Ila swali langu kwako Mwalimu Kanuti, je, kipato kina nafasi gani kwa wale ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa? Asante. Je, ni muhimu mwanaume awe na pesa? What if he is broke? Hana pesa. Nini kinatokea? Swali zuri sana. Kwa sababu naelimisha vijana na huwa naongea na vijana. Swali lao na nimefuatilia comment, ukiangalia wadada wengi wanasema bwana lazima mtu awe na pesa. Nitaielezea tu vizuri. Vijana wakiniuliza umri gani mzuri wa kuoa, ndio wanawaambia hamna umri mzuri, ila uwe kwenye maeneo kama 4. Uwe umemachua. Maeneo 4. Eneo la kwanza, financial maturity. Alright. Eneo la pili, emotional maturity. Eneo la tatu, physical body maturity, which is okay. Which is hiyo lazima itakuwepo tu. Itakuwepo na spiritual. Yes. Hayo maeneo
Kama umeona umekomaa kwenye hayo maeneo, ukomavu wa kifedha, ukomavu wa kiroho, ukomavu wa kiakili na hisia, na ukomavu wa kimwili. Huo ni mrahisi. Wa kimwili wa mrahisi. Ukiwa umekomaa kwenye hiyo, sasa nije kwenye swali lako. Usimuona kwenye kuna ukomavu wa kiuchumi. Yes. Kwa mwanaume lakini sio kwa mwanamke. Okay. Kwa mwanaume lazima umekomaa kiuchumi. Sasa kukomaa kiuchumi sio kuwa tajiri. Sio kuwa milionea. Okay. Uwe financial capable, yani uwe na uwezo, kwa sababu unaingia kwenye majukumu. Yani unaingia kwenye majukumu. Baadaye nitajibu hilo swali, kama nitakuwa nimejibu au sijalijibu utanipata. Unaingia kwenye majukumu kama mwanaume. Unaingia kwenye responsibility. Kimaandiko sisi tunajua kama Wakristo ilikuwa ni Adam alipewa bustani akaambiwa itunze, mwanamke akawepo. Kwa hiyo alipewa kila kitu, mwanamke akaja baadaye. Kwa hiyo tayari mazingira yote yalikuwa yameandaliwa, ndio mwanamke akaja. Sasa unapoingia kwenye ndoa, mwanaume ni kichwa cha familia. Naanza kama mwanzo kabisa, afu tutakuja. Mwanaume ni kichwa, ndio tunategemea asupply, asaidie. Na ukiingia kwenye ndoa, Mungu akubariki, baada ya mwaka miezi 9 umepata mtoto, ni majukumu. Kuna pampers, kuna dawa. Mimi nikitumwa hapa unaandikiwa sio nini unakuta 270 imeisha. Kuna muda tu maongezi huwa ukipigiwa simu, pita hapo chukua mkate. Lazima hata hapa ningeone mkate. Yani kuna vitu pale unaorozeshewa 150 imeisha. Sasa umeingia kwenye ndoa, you are not financially capable au matured. So umeona itakuwa shida. Sasa vyovyote atakavyosema mwanamke anapenda pesa, apendi, hata kama wapendi. Mwanaume lazima awe financially capable au kiuchumi au amekomaa. Sio tajiri. Sio kwamba milionea. Awe na uwezo. Sababu kama hujajenga bado kutakuwa na kodi. Kunakuwa na bili za umeme. Kutakuwa na mwanamke, wewe ni kichwa. Yani na sisi baadaye nitasema tu kwa sababu sasa hivi kuna shida hiyo kwamba vijana wanakataa majukumu. Mimi naelewa wasichana wanavyosema hivyo. Vijana wanaanza kukataa majukumu yao. Sasa unaona ndoa zinavunjika za hii Gen Z miaka 30, 35. Kwa sababu anaona kumbe mimi naweza nikaendesha familia bila mwanaume. Kwa sababu yeye hafanyi chochote. Yeye alioa, afanye supply chochote, kuna chochote. Yani kwenye tudu yake alivooa amemaliza. Sasa mwanamke na wengi sasa of course kuna madhara, niliongea kipindi kile mambo ya empowerment. Pia amesababisha huyu msichana amekuwa empowered sana kuliko mwanaume. Yes. Sasa tukiingia kwenye ndoa, wanawake wako smart, hisa, uwekezaji, yote. Mwanaume sorry to say yupo kwenye mpira, anajua timu zote za England, anajua wachezaji reserve wote, betting nini anajua. Mwanamke yuko smart, wamekaa na vikundi vyao, wameambiwa mambo ya uwekezaji, UTT, mwezi sorry nataja makampuni ya watu. Wamejua hayo mambo, mwanaume hajui. Sasa hiyo ndio inaleta shida sasa hivi. So unakutana na wasichana wengi, anasema kumbe naweza nikaendesha ndoa mimi mwenyewe. Kama mimi ndo nalipa ada ya mtoto, kama mimi ndo nalipa chakula, kama mimi ndo nalipa chochote na service, umeme, maji. Kwa hiyo ndoa haina maana. Lakini sio kwamba sio kwamba kwa sababu mwanaume ile title ya mwanaume mwanaume tu husband kwa sababu ana hela. Hiyo ni heshima tu Mungu alimpa, yeye ni kichwa. Sasa changamoto tu ndio hiyo. Taarifa zimekuja hapa zimewadogodesha, sio kama ni Kiswahili. Vijana wa kiume, vijana wa kike wamekuwa empowered, vijana wa kiume tukawasahau. Na ndicho kitu nakifanya kwa mwaka huu. Nataka ni deal na vijana wa kiume pia tu empower na wao wajue nafasi zao. Kwa hiyo huyo dada alichosema, kusema straight kwamba mimi sitaki mwanaume ambaye ana hela, wanakosea. Yani hatuendi straight kwa sababu ndoa sio pesa tu. Nadhani hata atajua kwamba kuna watu wana hela sana lakini hawana amani. Yes. Yani ndoa ziko nyingi nazifahamu. Naenda mahali. Ndio wanasema bora kulia kwenye renji kuliko kwenye kulia ni kulia tu. Yani kuna watu wana hela nyingi sana. Unasikia? Na wafahamu wengi. Yani hata kwa mfano yani wanataka mwalimu natamani nitoke. Anapewa kila kitu, ana hela, ana nini, wengi na hata wengi watatusikiliza wanaweza wakatoa. Kwa hiyo ndoa sio fedha, ni zaidi ya fedha tu. Yani ndoa sio fedha. Na naona na hiyo sasa hivi watu wengi wanasema mimi bila mwanaume ambaye ana hela hawezi kunioa. Hamna kitu kizuri, ni washauri wadogo zangu kama wale ambao ni wadogo kama kujenga pamoja. Ila usahau nilichokianzia mwanzo. Lazima mwanaume awe capable.
awe na uwezo. Usioe mwanaume, nakwambia kabisa, usioe kama huna hela. Yaani kama hujui nitapata wapi hela. Sijakwambia wewe tajiri. Sijakwambia umilionea. Ila uwe na uwezo wa kugharamia majukumu ya nyumbani. Sababu unaenda kwenye majukumu. Na hiyo ndio hela yenyewe. Ndio hela, si ndio? Ndio maana anasema sasa isiwe tusiangalie wadada wasiangalie au wanawake wasiangalie kwamba ndio hiyo kwamba sorry, labda niseme hivi, kama mfano mmeingia ndani, si ndio? Kuna kwenye maisha tunasema katika shida na raha. Yes. Tunajua kuna kupanda, kuna kushuka. Inaweza tokea. Sasa hiyo utaondoka kwa sababu pesa zimeisha? Hapana. Kuna shida inatokea kwenye maisha, yapo tu. Kuna kipindi fedha zitakuepo, kuna kipindi hazitakuepo, kuna kipindi kitakuepo, kuna kipindi itakuepo. Kwa hiyo tusichukulie kama money is everything. Si ndio Yeah. Na kuna hii taarifa mwalimu, samahani, ili eneo langu pendwa sana. Okay. Taarifa inasema hivi, kutoka kwetu wanawake. Mimi sijajua observation yako ni ipi. Wanasema kwamba the reason asilimia kubwa ya wanawake wana react juu ya pesa kwa mwanaume, wengi wao unakuta alikutana na mwanaume ambaye kimsingi hakuwa capable kifedha, hakuwa na uwezo wa kifedha. Lakini pata picha, mtu anakutana na mwanamke kama Irene. You know? Yes. Niko vizuri kiakili. Yes. Niko vizuri, yani niko vizuri kwa kifupi. Sawa. Mimi sasa nikasema, bwana sikiliza, wewe njoo tufanye maisha. Yani mwanaume ukamwambia, nikamnyanyua kwa sababu uwezo huo nao, na uwezo wa kujenga na uwezo wa kumpeleka akawa kitu anachotaka kuwa. Ila baada ya hapo kinachotokea, huyu mwanaume loyalty nafanyaje? Inakuja inakata. Kwa wanawake wengi unakuta wamejenga wanaume, wamewajenga, wanaita Bob the Builder huko kwenye social media. Wanaita Bob the Builder. Kwa hiyo wamejenga wao wanaume, wamewasupport on their lows katika kipindi ambacho wanapitia wakati mgumu. Alafu wao wanaume wakija kutusua, wanamsahau Bob the Builder. Sasa imeleta wimbi la wanawake wengi kuja na hiyo lazima awe na pesa. Yani kwa sababu walisha jaribu, asipokuwa nayo wakamjenga, wakamuonesha njia, akaiona, afu akaondoka mazimu. Akurudi kwa huyu alijenga, si anajua tuko pamoja katika hali zote. Yes. Sasa huyu akishapata hali nzuri hilo siwezi kulijibia sana kwa sababu tunaongeleshwa taarifa. Sina research yake vizuri, inaweza ikawa ni jambo linakuzwa ambalo sijajua, sina taarifa nalo vizuri. Inaweza ikawa pia, naweza ngalijibu hiyo, inaweza ikawa tabia ya mtu binafsi. Tusichukulie kama ni general kwa wanaume wote. Hilo jibu inaweza ikawa ni tabia ya mtu. Unajua kuna watu akiwa ana pesa ni mtakatifu, ni mpole. Hiyo ni tabia. Yani, na wanasemaga mpe mtu pesa ndio utajua yeye ni nani. Kwa hiyo inaweza ikawa ni tabia ya mtu, tusigeneralize. Ndio maana tunaongelea hapa nguvu ya taarifa. Inaweza ikawa taarifa ya wachache. Na unaweza akawepo. Alafu tukataka kufanya ndio kweli ulivyo wa mambo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni tabia, inaweza ikawa tabia ya mtu binafsi kwamba anabadilika. Kuna mtu anasema umpende katika shida na raha. Vyote vinavunja ndoa. Raha inaweza ikavunja ndoa kwa sababu kuna watu wakiwa maskini wameanza pamoja, wapo kwenye hali ya chini, alikuwa anamuona ni mzuri. Akipata cheo, akapata pesa, anaanza kumuona yule hafai. So raha inavunja ndoa. Shida pia inavunja ndoa. Kwa hiyo ni tabia za watu. Kwa tuseme inawezekana kumbe kuna watu ambao wako loyo tu. Wapo kwamba na have seen kuna wanaume wengi wanasema wide open kwamba bwana mimi mwanamke ndo amenifikisha. Wengi kabisa. Wengi kabisa. Wanasema wide open. Kama kuna mtumishi wa Mungu mkubwa tu nilimsikia huko Zimbabwe anasema
yeye aliishi na mke wake na alikuwa akitumia mshahara wa mke wake kwa miaka 3 consecutively. Lakini leo ni bonge moja la mtumishi. A lot of money. Sasa ndio maana nimesema generalize taarifa, kwa sababu tunaongelea kipindi chetu kinataka kudili na taarifa. Tuwe makini na source hizi. Kuna vitu vinakuwa magnified sana ambavyo ukweli wake inaweza ukitafuta bila kujua unajikuta unaingia wanaume wote wako hivi. Kwa hiyo nadhani tuiweke hivyo. Asante sana. Hilo ni jibu zuri sana. Nimelipenda mwalimu. Okay. Haya, kwenye hapa ndo kuna ugonjwa mkubwa sana kwenye jamii. Nani alikwambia haiwezekani kusubiri mpaka ndoa? Okay. Vijana wengi yani hapa hapa kuna shida, kwa sababu wanasema yani inawezekana vipi tusubiri hadi ndoa? Wewe utakuwa sio mwanaume lijali wewe. Okay. Yani inakuwaje unakaa miaka yote hiyo? Okay. Kwa hiyo sasa hii taarifa hii sijui hili mimi nitatoa ukweli. Na kwa sababu hichi ni kipindi cha jamii na kitaruka kwenye social media. Dunia yote itaona. Nimeandika hii kwa makusudi, sikuandika kwa kubahatisha. Na ni kama unanifuatilia na vijana wengi wananifuatilia, mimi sifundishi theory. Mimi nafundisha mambo naishi. Yani nikifundisha somo la uwekezaji ni kitu ambacho itakuwa nimekifanya. Kwa hiyo ninaongelea ndoa, ni vitu na vishi na napambana navyo na nimeongea hapo, nani aliyokuambia huwezi kukaa bila kufanya ngono? Nimeandika hivyo. Sababu ni kitu nimekiishi. Mimi nimeoa na miaka 30. Nimemaliza degree ya kwanza, nimaliza degree ya pili. Liko lecturer hapo Ardhi University anafundisha. Nimekuja kuoa. Nimemjua mwanamke, si mnataka tuongee ukweli? Nimemjua mwanamke siku ya honeymoon tarehe September 11, 2010. Kwa hiyo nimekaa miaka 30. Nilikuwa simjui mwanamke. Kipindi kiko live, yeyote ambao atasema alikutana na mimi anaweza comment hapo chini. Kwamba inawezekana. Na nikakutana na mke wangu hamjui mwanamme. Sababu sisi nadhani Wakristo na Waislamu sijui kama kuna nani wanafundishwa kwamba wanasema kujaribu. Si kama kuna dhehebu linafundisha, I don't know. Tunaambiwa tusubiri tena kisheria, basi tutamwaga leo, tutafix vizuri hapa. Kisheria kwa wale Wakristo. Sasa kwa hiyo kipindi cha law kwenye mambo ya walao na Kumbukumbu la Torati ilikuwa inasema siku ya ndoa linawekwa shuka jeupe. Sawa, linawekwa shuka jeupe, mnapelekwa kule mtu na mke wake, mtu mume na mtu mwanamke na mume, mmefunga ndoa, si ndio? Alafu wazee wanakaa wanasubiria. Mkimaliza wanaenda kuangalia lile shuka kama lina damu. Kama halina damu, kwa sababu ndoa ni agano. Unajua tusipoambia vijana hivi tutapotea tu. Ndoa ni agano, ni covenant, si ndio? Na agano linafungwa na damu. Ni mwanamke na mwanaume wanakutana ambao ni bikira. Alafu sasa nitarudia kuambia watu wasije wakajihukumu kwa kusamea, watu wasije wanafunga ambao ni bikira, linavunjwa agano ambalo damu inatakiwa imwagike siku hiyo. Ndio agano. Si ndio? Kwa hiyo ikipigwa ile agano, damu inamwagika, ndio mnaingia kwenye covenant, mmefunga agano mume na mke. Ndio ilikuwa agano la kale liko hivyo. Kwa hiyo ukikutwa hakuna damu, mnapigwa mawe mpaka kufa. Kumbukumbu la Torati ndio natuambia hivyo. So wale wazee wana testify kwamba hapa hakuna agano, huyu hamna damu haijamwagika. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba ndoa ni agano, ni lazima tusubiri mpaka nini? Siku ya ndoa. Lakini sasa hivi iko hivyo. Sasa hivi tunaambiwa lazima testi kwanza. Tena wanasema, ndani nimeandika hapa, wanasema usikubali kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Kwa hiyo maana yake unaoa mbuzi na mbuzi mnaoana. Ndio maana yake. Hizo taarifa mmezitoa wapi? Na nyinyi mnasema mnamwamini Mungu. Sasa hatuko kuhukumu kwenye hiki kipindi, tuko kwenye kufix. Tupo kwenye kufix. Wewe ambao ni Muislamu, dini yako inakuambia nini? Wanayesema haiwezekani. Kwa mimi nimekuja kuambia vijana, na vijana wangu wote mnayenifuatilia mnajua sifichi kusema hili jambo. Mimi na dila vijana miaka mingi sana, miaka 20 na huwa nawaambia inawezekana. Mimi ni mfano. It wasn't easy. Si kwamba ni rahisi. Tena kwa nyinyi sasa hivi na waonea huruma wadogo zangu, kwa sababu everything, kila kitu kiko mkononi mwako. Na ukiangalia
social media zote nyingi, asilimia kubwa zina promote ngono in one way or the other. Yeah, sure. Tumetoka hapa juzi kwenye Valentine Day. Ndio, ni juzi tu. Valentine Day kipindi chetu, hata sijui kipindi chetu zamani ilikuwa haina nguvu hivi. Na Valentine Day wote tunajua sosi yake kwamba ni padri huyu alikuwa amefungwa sijui, si ndio? Tunajua kabisa ni upendo. Lakini angalia Valentine Day tafsiri yake sasa hivi ni. Ukiongelea Valentine unaongelea nini? Utasikia radio zinasema Valentine anaweza kuwa mama yako, wala hawamaanishi hivyo. Wanajua Valentine wanajua mahali fulani. Na vijana wengi wamepokea hiyo taarifa bila kuijua. Na kuambia ukweli, sitatema tu shuhuda hapa, lakini nafahamu kuna mtu tulikuwa tunaishi miaka ya nyuma nyumba moja, tunashare common area. Alafu tuna chumba. Huyu kaka alikuwa na mchumba wake ambao mimi namfahamu. Akawa anasoma chuo fulani hapa Dar es Salaam. Siku ya Valentine, yule mchumba wake alikuwa Morogoro. Anakuja, akaenda akamchukua mwanamke mwingine hicho chuo anachokisoma. Wakakaa naye pale paka saa 7, akamrudisha shuleni, akaenda akamchukua kwake Ubungo. Wote wakapata Valentine. Sasa hiyo ndio tafsiri ya Valentine sasa hivi. Kwa hiyo umeniuliza swali, je, nani amekuambia uweze kukaa bila kufanya ngono? Ndio swali langu, nataka kuambia. Wewe nani kakuambia? Inawezekana. Mimi siongei theory. Naongea kitu ambacho nimekiweza na nimepambana. Sijasema ni rahisi. Nikisema ni rahisi nitakuwa nakuona. Sababu sasa hivi vijana wanapita majaribu mengi sana. Changamoto ni kubwa sana. Lakini ndio tulichoambiwa. Na taarifa ziko kila mahali kwamba hamna. Tena wanasema hivi, sorry. Wanasema, nimeandika mahali hapa, wanasema kiungo usipokifanyia kazi kwa muda mrefu kitalemaa. Mbona hizo ni taarifa? Hizo zote ni taarifa. Unazitoa wapi mdogo wangu, kaka yangu? Shauri lako, lakini aliyotumba ndivyo alivyotuweka. Kwa hiyo lakini nikutie moyo, kama ulikosea kuna kusamehe, Mungu anasamehe. Si ndio? Sija kumhukumu mtu hapa, Mungu anasamehe, lakini ukweli inawezekana. Inawezekanaje? Mimi nimeweza. Wewe ni ushahidi tosha. Mimi ni shahidi, nimeweza. Kama yuko mtu atakusema hapa, mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, kama hostel, kama yuko anayesema kwa kweli lala na mimi, aje aseme. Inawezekana, lakini si kwamba najisifu kwamba mimi ni bora sana au nafasa. Nilijaribu kuziishi principle ambazo Mungu alisema na nikaona inawezekana. Na kama hatujui, ili swala la ngono lina mahusiano makubwa sana na destiny. Alright. Yani ngono sio lile tendo la dakika 5. Ningetamani vijana waelewe. Sio tendo la dakika 5. Linakuja kubomoa destiny. Na ukikuta vijana wengi wana maumivu, hata vyuo wa wapi, lazima hilo eneo anasumbuka kwenye hilo eneo. Sababu ni swala la confidence, ni agano, si ndio? Unakutana na mtu, unatembea na huyu, unatembea na huyu, unakuja kuwa destiny. Kwenye Biblia si tuna mtu anaitwa Yusufu. Alikuwa na ndoto kubwa kuja kuwa mtu mkubwa baadaye. Mtego ilikuwa mingi, lakini mkubwa ulikuwa huo wa mwanamke. Kwa nini alikimbia? Kama ni kitu kizuri ambacho tunaita kuenjoy, kwa nini alikimbia? Na tunaweza tukasema angefanya siku ile. Basi ndio alikuwa anaishia pale. Samson. Nini kilitokea? Yes. Samson alikuwa powerful. Tunataka one man show. Lakini akaangushwa na nani? Na mwanamke. Ongea habari ya Suleiman. Suleiman was powerful. Hekima za kutosha. Kwa hiyo wadogo zangu, be careful. Sio tendo tu ukiona linakatazwa kimaadili. Mungu anakataa. It's for our own benefit. Chochote anachokataza Mungu. Anaposema usizini, si kwamba anakuonea wivu. Kwa sababu kuna watu wanaona hanipendi nifurahi. Ana maana yake. Na kila jambo ni zuri kwa wakati wake. Kila jambo ni zuri kwa wakati wake. Kwa hiyo kwa uliokosea usiogope, ulioshindwa usiogope. Lakini wale ambao bado, Mungu akupe neema ya kuweza kuvumilia. Inawezekana. Inawezekana. Delayed gratitude. Yes. Right. Sawa. Basi tuje kwenye kipengele pia ambacho kiukweli hata mimi hichi kinanigusa. Hivi sijui ni nani alituambia kwamba maombi ni kwa wale wenye matatizo tu. Kipindi unapopitia msoto wa maisha, kiukweli pale, yani Mwalimu Kanuti ukija pale ukanifundisha, ukaniambia kuhusu maombi, kwa kweli inafanya kazi sana. Na naomba bila kuambiwa. Yani ukiamka asubuhi Biblia iko wapi, Zaburi ya ngapi ile nasemaje? Yani wewe mwenyewe unajikuta. Unapita kwenye. Unajikuta. Lakini kile kipindi kikipita
unarudi back to normal. Kwa maombi au kufanya maombi imekuwa ni kitu kinachukuliwa tu kama emergency emergency nini ile emergency solver all problems. Yani ni unaomba tu pale ambapo ukiwa na shida. Yani kwa Mungu imekuwa ni sehemu tunaenda tu kushop. Baba nataka amani. Baba maumivu. Hiki na hiki. Lakini after there tunarudi huku kawaida. Asante. Swali zuri. Na hiyo ni chapter ya mwisho ya kitabu. Sijui nianzie wapi, lakini na nilianza kuna mahali niliongea mwanadamu kama mwanadamu ni mwili, nafsi na roho. Kwenye nafsi pale ndio kuna mind, so lakini mwanadamu ni mwili, nafsi na roho. Mwili huu unahitaji chakula, mwili huu unahitaji mavazi, mwili huu unahitaji hivyo vitu vya nje. Alafu kuna nafsi. Kwenye nafsi pale ndio information zile zinaweza kuenda kwa deposited, taarifa unazosikia. Alafu kuna roho. Kila mtu ana roho. Ile roho imeumbwa ili iwe na mahusiano na creator, na muumbaji wa aliyoiumba. Ndio maana iwe salama. Ili iwe salama. Lazima iwe na mahusiano na muumbaji aliyoiumba. Kwa sababu tunajua wote tunajua kwamba kuna aliyotuumba, si ndio? Na ndio maana ukifa tunasema mwili wake utazikwa kwenye makaburi ya Kinondoni. Mwili wake utazikwa, maana yake ile roho haipo. Sasa ile roho inashiba kwa mahusiano na muumba wake. Uwe unapenda, uwe upendi, uwe unajua, uwe ujui, unahitaji hayo mahusiano na Mungu wako. Sasa hiyo ndio inaitwa prayer. Sasa prayer sio kwenda kuelezea matatizo tu. Na hicho, hata sisi wahubiri, watumishi wa Mungu, nadhani kuna mahali tumekosea. Na mimi naniuma niseme tu kweli, watumishi wenzangu ambao watanisikiliza. Kwanza kuwaambia watu, njoo huku utapata hichi, njoo huku utapata mke, njoo huku utapata gari, njoo huku utaenda Ulaya, njoo huku. Hiyo nadhani ndio imesababisha watu kuanza kuona sala ni kwa ajili, au maombi ni kwa ajili ya watu wenye matatizo. Wakati prayer ni relationship, ni mahusiano yako na Mungu wako, muumba wako. Ni mahusiano, sio kwenda kupokea tu matatizo. Sasa hiyo ndio inatupelekea watu kama ulivyosema wanaomba wakati wa shida. Akiwa mzima hana mahusiano na Mungu. Sasa hiyo sio maisha. Kwanza utakuwa tuna shida. Sababu basi Mungu atataka basi sijui ni Mungu au shetani atataka basi uwe na shida ili uje kwake, si ndio? Basi itakuwa hivyo. Lakini mpango wa Mungu ni tuwe na mahusiano naye. Sasa hii imepelekea vijana wengi kuanza kuona, ndio nikauliza pale, kuanza kuona ibada au kusali ni ushamba. Kwa sababu mtu utakuta ana akili, ana pesa. Kuna watu wanaenda, hata jana nilikuwa na kijana wangu hapa anaenda Dubai. Tulikuwa tunaongea na anaenda na kurudi, yani anaenda ni kama anaenda na kurudi. Kuna sorry na kuinterrupt. Kuna sehemu niliona Facebook I think. Mimi napenda sana kupita kwenye mitandao nione nini kinaendelea. Ni vizuri wewe mtu amejua. Kwa hiyo kuna mama mmoja alikuwa ana insist sana juu ya maombi. Akatokea dada mmoja akamuuliza, hivi we mama, mimi kwa mfano, mimi na mume, ndoa yangu haina changamoto. Mimi na mume wangu tuna magari ya kutosha, tuna nyumba, tuna malazi, hatuna changamoto sehemu yoyote. Mtu kama mimi utaniambia niombe ili iweje? Inafikirisha? Mtaijibu hiyo. Sasa huyo mimi nimemuelewa. Huyo anatokana na aina sisi ya wahubiri sasa. Yaani huyo anachokisema. Sababu yeye amepewa picha ya Mungu ni wanakuja watu wenye shida. Ndio maana nikauliza, who told you that? Nani amekuambia wanaisali watu wana shida? Ndio maana nikauliza hiyo. Huyo picha alionayo ya Mungu, alioambiwa na watumishi. Wanaisali ni wenye shida. Ndio maana anasema mimi na gari, mimi na nyumba, mimi na kila kitu. Lakini atakubaliana na mimi kama atasikiliza, mwanadamu kuna ka emptiness, yani kuna ka vacuum ambacho hakajazwa na kitu. Yani isipokuwa Mungu. Yani kuna ka vacuum wako, unaweza usijue. Ndio sasa watu ambao wajui ndio hivyo, akiona kale ka vacuum kale, ka emptiness kale, anadhania ni pombe. Anatafuta pombe anakunywa bado kapo.
mwingine anatafuta wanawake, atatembea na huyu wa rangi mweupe, atatembea mweusi, atatembea wa manjano, mnene, mfupi, mrefu, anajaribu wote, kumbe ajui anachokitafuta. Kuna thirst, kuna kiu fulani, na ile kiu sio ya vitu. Ile kiu ni ya creator aliyokuumba, kwa sababu wewe umeumbwa uwe na mahusiano na Mungu wako. Na ndio maana utakuta watu Irene, kuna mtu ana hela, hajasoma, ana furaha kweli. Yaani unashindwa kuelewa, mbona huyu ana kitu na wewe una kila kitu hauna furaha. Sasa watu, kwa sababu watu tunadhania happiness inaletwa na material things. Kwa hiyo kuomba au kusali sio kwa ajili ya watu wenye matatizo, na wahubiri tuwasaidia watu. Ni swala la relation. Mungu anataka mahusiano kama baba na mwanae. Tuhusiane, ase vipi, umeamkaje? Nimeamka salama. Habari ya asubuhi, Mungu nakupenda. Na nadhani inakuwa vyepesi kukuongoza. Kukuongoza, atakuongoza. Kwa hiyo atakuepusha kwenye mambo. Sasa usisubiri, msikilizaji wangu, uje uanze kumtafuta Mungu wakati una shida. Atakupokea. Kwa mfano umepata ukimwi, umepata shida, ndio unaanza kuja kusali. Umenipata? Mungu anasema hivi, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku ngumu utakazosema sina uwezo tena. Kwa hiyo nataka jamii ijue, hatusali kwa sababu tuna shida. Yaani hatusali kwa sababu tuna shida. No, inatakiwa umeshiba. Tena ni raha kweli. Yaani una chakula, una kila kitu, lakini unajua yuko Mungu wangu aliyeniumba. Unampenda katika raha. Ikija hata shida, ndio akina nani, tuna mfano mzuri, akina Ayubu. Yaani alikuwa na kila kitu, lakini akampenda Mungu vizuri. Akakosa vyote, bado akaendelea kumpenda Mungu. Mungu ndo anataka tufike kwenye hizo level. Usisubiri kwanza. Na mdogo wangu unayenisikiliza ukoto, sio kazanie wanayesali wote wana shida. Usikubali hiyo notion. Usikubali kabisa. Utaenda, utapelekwa mpaka upate shida, ndio utakuja kwa Mungu. It will be too late. Njoo sasa hivi uko na nguvu, una elimu, umesoma, mpende Mungu wako, sali kama mahusiano, si kwa ajili ya kutafuta vitu. Alright. Kwa kumalizia sasa, kuna vipengele ambavyo nitavicombine hapa. Kuna watu ambao kwa bahati mbaya taarifa zilikuja kutokea kwa watu wetu wa karibu sana. To the extent kwamba tukajikuta tumezipokea na tumezifanya kuwa uhalisia. Kwa mfano, wazazi wetu, kuna majina ukiwa mdogo hujakuwa wanaweza wakawa wanakuita, we mjinga njoo hapa, we sijui nini njoo hapa. Ndio maana sikio kama nini. Sasa hii bila kujua au kwa kujua, kwa kutokujua, inaumba kitu ndani ya mtu. Na kumbuka ni taarifa ya mtu pekee ambaye unajifunza kwake kabla uingie duniani. Kwa hiyo inakuja unajikuta wewe hata watu wakiwa wanaongea, mimi hao mambo bwana yana watu wake. Yaani mtu anajikategorize hivyo automatic. Kwa hiyo ni taarifa ambayo unaambiwa huwezi, unaambiwa ni mjinga, na kulingana na mazingira. Kuna mazingira pia yanaweza yakaleta taarifa. Exactly. Mazingira kuna mazingira pia yanaweza yakaleta taarifa. Unakuta shule, watoto wa aina fulani labda wanatumia vitu vya aina fulani, wewe una. Kwa hiyo unajikuta kuna mazingira ambapo kama shule kuna mtoto anakuja vitu vya aina fulani, automatically unajikuta umeji-identify wewe ni unatokea familia ya kimaskini. Ama unakuta kila wakiitwa ambao hawajalipa ada, jina lako lazima litokee. Unarudishwa nyumbani. Hamna kitu kinauma kama kile. Lakini ni taarifa inakuja na unaipokea na unaanza kuumba uhalisia. Image. Unaanza kujiweka, mimi ni wa aina fulani, mimi tu nitakaa katika kundi hili kwa sababu ya hivi na hivi. Hivi vyote ni vipengele ambavyo nimeona umeviaddress kwenye kitabu chako. Kwa mtu wa aina hiyo ambao either ni mazingira amemletea taarifa, ndugu wa karibu, ndugu wa nini, unajua afu ndugu wa karibu nao wanakuaga kidogo na namna gani. Yaani unaweza akawa na taarifa, ni kweli ni taarifa, lakini pengine sio ya muhimu mimi kuijua. Yaani sio ya muhimu. Kwa mfano kuna mtu nimewahi kuzungumza naye hapa kwenye kipindi, yule dada kwa bahati mbaya alizaliwa kutokana na kwamba mama yake alibakwa. Asa shangazi yake, mtoto amekuwa, shangazi yake anamuita, anamwambia wewe unaringa nini wewe?
Wewe kwanza babako unamjua, wakati mama tayari ana baba ambaye huyu anamjua. Ni kwa nini hiyo taarifa usiache ikaja katika namna fulani ambayo haitamuumiza mtu? Kwa yule dada amestruggle confidence for years kabisa. Kuja kurudi na kujitambua, kumbe kile ni kitu tu cha nanili. Lakini hizi ni taarifa na zipo kwenye jamii yetu na kwenye familia zetu kabisa. Zipo, ni ndugu zetu, lakini wana taarifa mbovu kupitiliza. Kwa sasa wewe kama mwalimu tunataka dawa hapa. Okay. Kwanza nikushukuru, umeongea vizuri sana. Yaani umeiweka vizuri sana, kama umejibu tu ambacho nilitaka niongee. Umeweka vizuri kweli, wewe ni mtaalamu pia. Nianze kwa kusema kutokana na hilo nimwambie msikilizaji wangu. Kitendo cha Mungu kukuleta duniani. Yes. Hicho tu wewe ni mshindi. Yaani kama Mungu ameruhusu umezaliwa, haijalishi umezaliwa kwenye familia gani. Yaani jitambue hata sasa. Hata kama sasa hivi unalala njaa, hata kama sasa hivi uko kwenye chumba kimoja kinavuja, hata kama hujasoma, hakuna mtu ameletwa duniani ni mjinga. Hayupo. Mungu asingeruhusu. Nilisikiaga sio nani anasema siku moja mtu kutaliwa itakuwa ni hormone nyingi zile zimepambana nini, mbegu moja ile ni mamilioni ya mbegu mpaka ukatoka wewe. Maana yake tayari wewe ni victor, wewe ni mshindi. Yes. Sasa hiyo nilitaka tuanze na hiyo base kwamba kitendo cha wewe kuwepo hapa duniani hakuna Mungu hata ruhusu mjinga azali. Yaani kwanza hayupo huyo mjinga. Hayupo. Na hayupo huyo mjinga. Yaani kwamba wewe hauna kitu. Hayupo. Sasa taarifa kama ulivyozisema ndio zinapelekea kuanza kutudefine na kutengeneza image kwamba mimi ni mjinga. Na nyingi umesema ni background, sehemu tulikulia, sehemu elimu tuliosoma. Nadhani nitaelezea pia kwenye elimu pale. Elimu imecategorize, imetengeneza wanayepata A ndio wenye akili. Wanayepata B wana kidogo, wanayepata D ndio wana akili. Na naweza ngakwambia asilimia kubwa ya watu hapa wananisikiliza walifail labda form 2 wakaambiwa wana akili na mpaka leo anajiona ana akili. Na nimejaribu kuielezea. Inaweza ikawa kwa mfano watu chuoni, watu wanaosoma chuo, mtu anakuja chuo kusoma kwa sababu amepata tu ule mkopo boom lile, lakini hajaja kusoma kitu anachokipenda. Ndio. Alafu anafeli, si ndio? Wengi. Alafu anafeli, tunamuita ana akili. Kumbe sio kitu chake. Ni kweli wewe ni mjinga, ni sio kitu chako. Na nimetoa mfano kwenye kitabu, mtu mmoja anamfahamu kabisa na nilienda kutembelea kwenye, alifeli hapa University of Dar es Salaam mwaka wa pili engineering. Akafukuzwa, akaonekana ana akili. Nilienda kwenye kiwanda chake Kibaha pale. Akaanza kutengeneza vitu vya masufuria nini. Nilienda kutembelea na nilienda paka Sabasaba, nimemwandika huko. Yule mtu ameajiri watu, nilienda pale ana watu 300 kwenye kiwanda chake. Sasa yule utasema ana akili? Yule utasema ni mjinga. Alikosea tu njia. So kuna watu wengi, mazingira yametusababisha. Tena elimu ya Kitanzania imetaka kutuonyesha, sorry sisemi kwa maana mbaya, lakini sio elimu ya Tanzania, elimu imetaka kutuonyesha kwamba wanayepata A ndio wenye akili. Kuna mtu anaitwa Kiyosaki, kanani ule? Robert Kiyosaki. Aliandika 4 quadrant of ameelezea kuna A quadrant, CF quadrant, wale waajiriwa self employment. Akasema wale wanayefeli darasani ndio wanawaajiri wenye A. Kweli. Si ndio? Sasa lazima ubadilishe taarifa zako za maana ya akili ni nini. Akili sio kupata A darasani. Akili ni uwezo wa kutatua matatizo yako. Inaweza ikawa nimeenda kusomea kitu ambacho inaweza kama ni mwanamuziki, inaweza kama ni mcheza mpira. Sasa utasema Ronaldo ana akili au Messi ana akili? Umenipata? Kwa sababu umemweka sehemu ambayo sio. Samaki unamtoa unamweka kwenye sofa, atakufa. Utasuffocate. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ana akili. Usije ukajikatae. Hata kama hiyo umesema image ya, kuna kitu lazima nije kukisema hapa. Umekaa kwenye mazingira, na mimi nimetoka familia kabisa ya nyumba ya udongo. Na sasa kumbuka wewe pia baba hakuwepo, nyumba ya udongo, mvua inatunyeshea. Kweli ukiamka mvua ikinyesha, godoro kama ilivyonyesha hapa, godoro tunalitoa. Tunaenda kusimama mpaka hii form 4 form ngapi. Lakini nataka kujibu tunafanyaje. Nilikuja kusoma kitabu cha nikiwa mwaka wa pili form 2
Tena kakaangu atasikiliza hapo. Nilisoma vitabu viwili vya Ben Carson. Yeah. Think Big na Gifted Hand. The Big Gifted Hand. Na The Big Picture nikaja nikasoma baadaye. Ndio vilibadilisha, nilipata taarifa tofauti. Kwamba huyu naye alikuwa watu kwa wawili wamelelewa na mama Black America, ana akili darasani, wakawa wanamuona ana akili, dampu anamuita, unaona, wakamwona dampu, mama yake akamwambia no, una uwezo, nenda nani kule, sio wanamcheka, akijibu swali amekosea wanamcheka wote, kwa sababu Afrika ni mweusi peke yake, wanamcheka, anajiona mimi siwezi na nini. Lakini kuna siku mama yake akamwambia utakuwa unaangalia TV siku moja tu, 1 hour Saturday, Jumamosi tu, siku zote pitia library, andika summary nasoma nikiwa form 2, niko kwenye nyumba hali ya hivi. Fikra, nikaanza kupata taarifa tofauti, kumbe inawezekana. Vile vitabu ndio vilinibadilisha mimi. Kwa hiyo yoyote anayesikiliza amekuwa kwenye familia ya kimaskini, unahitaji kurenew your mind. Na that is my field. Hiyo ndio eneo langu, transformation of mind. Yaani ukikuta naongea na vijana, mimi nataka nibadilishe fikra. Na wengi wanasimama ni kujitambua kwamba I'm not ordinary. Mungu hajanileta duniani kwa bahati mbaya. Mimi sio, haijalishi kwamba wote wameshindwa, mimi ndio nitabadilisha historia kuanzia kwangu kwenda mbele. Hapo unajipa taarifa mpya. Unajipa taarifa ambazo unajichukulia taarifa tofauti. Juzi nilikuwa Mwanza, nimetoa mfano mzuri na nitapost kwenye mitandao yangu. Nilisema kuna mtu mmoja alikuwa na baba mmoja, alikuwa na watoto wawili. Hakuwalea, hakuwasomesha, hakuwapa chochote. Baba akafariki. Alipofariki, huyu mdogo mkubwa akawa maskini wa kutupu. Hana mbele wala nyuma. Mdogo akawa tajiri. Bilionea. Kuna siku wakawa na interview. Mkubwa akamwambia, "Sasa nini kimekusababisha uwe maskini?" Akasema, "Baba. Ndiyo. Baba kunisomesha. Ndiyo. Baba kunisaidia chochote. Baba kunipa mtaji wowote. Baba, kwa kweli baba yangu angekuwepo." Yani baba. Mtoto mdogo akaulizwa, "Sasa nini kimesababisha umekuwa tajiri?" Akasema, "Baba. Baba kunisomesha, baba kunipa mtaji, baba kunipa chochote." Nikasema sitakubali. Kwa hiyo wote wana majibu sawa. Ndio akasema sasa maamuzi tofauti. Ndio akasema Henry Ford, aliyogundua magari ya Ford, alisema whether you think you can or you think you can't, you are right. Kwa sababu ya taarifa ulizonazo. So taarifa zikienda ndio zinatengeneza mindset. Taarifa ndio zinatengeneza mind ya mtu. Mindset ni mind, setting ni kuganda. Mindset ni fikra zilizoganda. Fikra zinaweza ukaganga kwa mambo chanya, zinaenda kaganda kwa mambo hasi. Zikiganda kwa taarifa hasi, ndugu yangu, una kazi ya kuzibomoa, na ni lazima usome vitabu. Upate taarifa zingine ambazo ni tofauti na hizo. Hiyo ni kazi yako. Nani kwenye Biblia kuna na mara nyingi hata kwenye media hatuweki taarifa kamili. Yani ile ni picha ili uweze kuelewa vizuri. Inabidi ushike hizi karatasi. Uende naomba nikupongeze. Sio kama kamera anaweza kaonyesha pale baadaye. Nimependa studio ni kwako hapo, nimeona mavitabu. Nilipokuja tu nikasema safi. Huyu mtu atafika mbali. Media, ndugu zangu wanaefuatilia hapa, hii media to control, inaonyesha only one side. Haionyeshi the other side of us. Sasa ndio hivyo ilivyo. Lazima ufungue, ujitambue. Nilikuwa nataka kusema kuna mstari unasema hivi. Roman chapter 12 verse 2. Do not conform to the standard of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Usiige mitindo ya ulimwengu. Badilisha fikra zako kwa kufanywa upya. Kufanywa upya ni kwa nini? Kupata taarifa mpya. Ndio. Taarifa ambazo za tofauti, ambayo itabadilisha ile mifumo ya zamani. Wow. Nadhani kwa kweli wewe uliyeingia kuangalia kipindi hiki leo hujatoka bure. Mwalimu, muda umekwenda. Nadhani kwa leo tuishie hapo, labda uzungumze na mtu aliyekata tamaa. Maisha amempiga kama alivyonipiga mimi. Mimi alinipiga lakini nilipigana. Nilipigana. Huyo mtu haoni. Kuna muda unafika you simply can't see. Yani uoni mbele, hujui ufanyeje, yupo tu ameganda. Alichokuwa anategemea kimefeli. Yaani unamkuta tu yupo tu with no hope, nothing. Ni mtu tu ana exist. Anasubiri labda tarehe tu ya kurudi alikotokea. Na weza nikamwambia kwa hizi dakika zilizobaki,
hakuna kwamba jambo baya sana kama kwanza kukata tamaa. Hiyo ni defeat ya kwanza ukishakata tamaa. Na nikuambie kitu kimoja ambacho nimejifunza. Life is season. Yani maisha ni season. Yani lazima tujue hivyo. Yani lazima ujue ni season. Yes. Kuna nyakati, yani maisha yanaenda hivi. Sio kwamba we ni mbaya, yani kuna saa mambo yatakuwa mabaya, sio kwamba we ufai. Ni mzunguko. Usije ukakubali kukata tamaa kwa sababu uko kwenye mzunguko. Yani tunazunguka, ni season. Kama vile ambavyo kuna winter, summer, autumn, Kiswahili chake nini? Kipindi cha baridi, joto, kiangazi, si ndio? Hizo ni masika. Ni vipindi. Yani vinaenda hivi. Kwa hiyo ukiona sasa hivi uko kwenye masika, ujue siku nakuja kipindi cha baridi. Ukiona uko hivyo, inaenda hivyo. Kwa hiyo sasa hivi wewe uliopo kwenye kipindi cha magumu, hicho ni kipindi tu. Na akina Daudi kwenye Biblia walikuwa nasema nijapopita katika bonde. Sio nijapokaa. Nijapopita. Maana yake unapita. Nikutie moyo. Kuna watu wanapita matatizo makubwa kuliko ya kwako. Nilishakwambia Irene hapa zamani, mimi nilisubiri mtoto miaka 12. 12 years. Lakini ulikuwa ukituangalia usingejua. Usingejua kwamba tuna watoto. Watu wengine walikuwa hawajui. Lakini tukabeba. Sijui unachopitia ni kitu gani, usije ukajiue kwa tatizo fupi hilo. Na ninakuhakikishia litapita. Kikubwa wewe badilisha fikra kwanza. Jua hapa napita tu. Wewe unapita changamoto ya ndoa, wewe unapita changamoto ya kiuchumi, wewe unapita changamoto ya kimahusiano, hapo unapita. Hata uweje, season zipo. Baridi itakuja, joto litakuja. Huwa anatuambia wakati wa joto usivae sweater. Unavaa nguo laini. Hiyo inaitwa mitigation measure. Kwamba natafuta kitu ambacho wakati wa baridi unavaa koti. Si ndio? Una mitigate. Kwa jua hivyo. Wakati unapita kwenye changamoto, jua namna gani ya kubeba, lakini utapita. Hata ufanyeje utapita. Kwa nikutie moyo. Songa mbele. Kama unamwamini Mungu, naenda kwa Mungu. Mungu ana majibu, atakupa amani fulani ya kukusaidia kupita kwenye hicho kipindi. Ndicho kilichotokea kwa Irene alipopita kwenye magumu. Alikuwa na watu ambao walimsupport. Nilikuja pale kanisani kwako, una watu ambao walikubeba. Ndio maana uwe na watu, uwe na sehemu ambayo kuna watu wanaweza kukuback up, wakakushika mkono, wakakuombea. Kuna amani fulani ya moyoni ambayo haitolewi na vitu. Kwa hiyo Irene, kama watu watahitaji kitabu nacho cha Kiswahili na Kiingereza, tutaweka namna ya kupata. Ukihitaji soft copy unaweza ukatumiwa, tutapeleka social media zangu. Ukitaka unifuate ukiandika EV ya Eva ev.a.kanuti KANUTI ev.a.kanuti, Instagram, Facebook, utanipata. Mungu awabariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Who told you? Nani aliyokuambia hicho unachokiamini? Alright, asante sana Mwalimu Kanuti, na mimi ni Irene Kamugisha. Nimefurahi sana. Kama umefika mwisho wa kipindi hiki, ninaamini kabisa maisha yako yatageuka namna hii. Na yakigeuka, usikubali ageuke peke yako. Make sure you share na watu wengine, nao wasikilize, nao waweze kupata taarifa iliyo sahihi. Ukiingia kwenye channel yangu mimi utajua kwamba naongelea taarifa na maarifa. Taarifa ndio inazalisha maarifa. Exactly. Ili wewe uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwenye maisha yako. At some point unaweza ukapoteana, lakini kwa vile umefika hapa, naamini umepata taarifa sahihi inayoweza turn around your life. So mimi unanipata social media kama Irene Kamugisha _ TikTok, Facebook na X ambayo ilikuwa Twitter zamani, natumia Irene Kamugisha. Tukutane tena episode ijayo. Asanteni kwa kuja.